Sewana kwa kimataifa yanayoendelea, kwa mujibu wa data mpya kabisa nilizoziona kutoka kampuni ya ujasusi ya masuala ya bahari, inaeleza bana takriban meli 172 zimevuka kupitia njia hiyo ya mlango bahari wa Hormuz tangu tarehe 18 Juni, tangu waliposaini yale makubaliano kabisa. Mambo sasa hivi tunataka kusema hali itakuwa shwari duniani. Kwa mara ya kwanza tunapita meli nyingi hivi tangu kwa kweli ukiangalia tangu Juni 18 kama ilivyobainisha mpaka leo hii tarehe 24 siku sita tu, so idadi ya meli zaidi ya 100 zimepita. Unaweza kaona kwa kweli kuna ahueni au kutakuwa na ahueni katika siku za karibuni, kwa sababu hizi meli kupita mlango bahari wa Hormuz haimaanishi kwamba kesho yake tu baada ya kuvuka basi mafuta hayo ya meli zaidi ya 170 yatakuwa yamefika katika nchi ambako zinaenda. Ni umbali mrefu sana. Kwa hiyo pengine katika siku za karibuni tunaweza kushuhudia hata katika mataifa yetu ya Afrika Mashariki miezi miwili mitatu ijayo bei za mafuta kama Trump hata tweet. Lakini shida ni hii ndio hiki nilichotaka kusema kwamba tweets za Donald Trump ndizo zinazoyumbisha upepo jamani, zinazoharibu upepo wa namna hiyo, kwa sababu ndio kama hivi kwamba hali inaonekana ni shwari, lakini kinachokuja kutokea baada ya tweet yake moja tu ni kingine. Na kama kuna kibarua kizito nafikiri katika utetezi ni kumtetea Donald Trump. Kiniuliza mimi, hebu fikiria wewe ni mtu kama wewe ni waziri wa rais kama huyo, ambaye mko kwenye mazungumzo ya kuhakikisha kwamba hili jambo linakuwa na mwelekeo wa kumalizika, halafu ana tweet kitisho ambacho kinawafanya upande wa pili kugeuza msimamo na kuamua labda kujiondosha. Kwa hiyo ni progress nzuri, lakini itategemea hizi meli zaidi ya 100 itategemea kuongezeka kwake na Donald Trump anafunga mdomo au anaendelea kuzungumza anayozungumza ambayo yanamjia kichwani, ambayo yamekuwa kwa kweli akiifanya dunia kujiuliza kuhusu ni timamu kweli kiakili au kuna changamoto. Kingine ambacho pia kimejiri kwenye haya makubaliano yote na kimeanza kutekelezwa, tulikizungumza jana kwa ufupi, ni fedha ambayo ilikuwa imezuiwa ya Irani. Jana imethibitishwa kwamba zimeanza kuachiwa. Lakini Trump sasa anasema zimeachiwa, lakini hizi ni za kununua chakula kwa ajili ya Irani, na watanunua chakula kwa wakulima wa Marekani. Nilizungumza Jumatatu kwamba hizi ni propaganda, kwa sababu kwenye randama ya makubaliano iliyotiwa saini Juni 18 Exaud, hakuna mahali ambapo kunaelezwa kwamba zile fedha zilizokuwa frozen kwa muda mrefu na Marekani zikiachiliwa zitatakiwa kununua nini au zitatakiwa kutumikaje. Randama inasema kwamba Marekani inatakiwa kuachilia fedha hizo ambazo zimekuwa zikishikiliwa, lakini pia hata assets zingine. Kwa hiyo ukirejea kwenye kauli kupitia tweets za Donald Trump, hizi ni propaganda kama nilivyosema Jumatatu, na leo narudia tena, ni propaganda tu katika kupoza wa Marekani ambao wanaonekana kuendelea kuchukia. Sofa bunge la Senate ambalo katika maseneta 153 ni wa chama chake cha Republican, jana limeidhinisha muswada wa kumzuia kuchukua hatua nyingine yoyote ile kuhusiana na mashambulizi ya Iran. Muswada ambao ulianzishwa vuguvugu na Congress ambayo inadhibitiwa na hawa wabunge wa Democrat, na ni muswada ambao ulionekana kwamba pengine ukienda katika bunge la Senate usingepitishwa kwa sababu ya idadi kubwa ya wawakilishi wake kuwa wa chama cha Republican. Lakini ndo kama hivyo wamepitisha kwa kura nyingi ya kwamba ni wakati sasa wa Marekani kutoanzisha mashambulizi yoyote ile, kwa sababu vita hii imewagharimu na endelea kuwagharimu sana. Uchambuzi makini na wakina hamjawahi kutuangusha. Naitwa Mwalimu Omar, yupo Kaloleni Moshi. Asante kwa kutusikiliza. Sema naitwa Awesu Abdalla Mtuhi wa Nanyamba, Mtwara. Ushauri wa viongozi wote duniani wawe na hofu ya Mungu, kuna mwisho wa uongozi. Rais Gaddafi yuko wapi anauliza sasa Awesu. Wasiwe wababe kupitiliza, ameandika mtazamo wake. Tatizo akina Martha wanaingia kama wanasheria au kama wanasiasa au wanaharakati, anauliza kwenye hao matatu. Wanaingia kama wanasheria
wanasiasa au wanaharakati? Nafikiri katika muktadha kama tulivyosema kwamba Martha Karua ni mwanasiasa katika nchi yake, lakini kimataifa, kwa maana ndani ya taifa lake na hata nje ya taifa lake ni mwanasheria, ni wakili mzoefu wa muda mrefu. Kwa hiyo kwa muktadha wa kinachomtoa katika nchi hiyo kuja kuhudhuria katika kesi hizi ambazo tumetoa mfano wa Tanzania, anakuja kama mwanasheria. Sasa hayo mengine hatuwezi kuyajua, lakini kwa muktadha wa sababu zinazomtoa ambazo zimekuwa zikimtoa katika nchi yake kuingia katika mataifa haya ya Afrika Mashariki, huwa ni utetezi au wakili katika kesi mbalimbali. Siasa ni mchezo mchafu. Kifupi, serikali ingewaachia familia watoe maamuzi yao ya mwisho kuliko kuendelea kuzunguka na kesi mahakamani. Ni matumizi mabaya ya fedha za walipa kodi wa Zambia. Marehemu atendewe haki, apumzishwe. Anaitwa Sultani Mwaipopo, ameandika pia ujumbe wake kwenye kile ambacho kinaendelea kule Zambia. Tusome ya mwisho hapa. Adam Ramadhani kutoka Gairu, Singida, anasema mambo vipi studio, tunawapata vyema hadi tamati. Haya, asante.